Gazeti mbalimbali, na miongoni mwa magazeti ambayo nilionayo siku hii ya leo ni gazeti la Jambo Leo, gazeti la Majira pamoja na gazeti la Uhuru ambalo lenyewe linasema ukweli daima. Nikianza na gazeti la Jambo Leo, habari kubwa inasema tutawanyosha mawaziri wa Magufuli. Ni maneno ya Zitto Kabwe, yasema rais amemaliza kazi, wasome tofautiano uteuzi, sisi wengine kazi yetu ni kusimamia na kuhakikisha serikali inatimiza ahadi zake kwa wananchi. Tutawanyosha ili wafanye kazi vema. Habari hii inapatikana katika kurasa wa pili. Mapya yaibuka tena taasisi ya Ocean Road. Mwekezaji wa Asia adaiwa kuiweka mfukoni serikali. Tushikamane kulinda amani yetu, ni maneno ya Mufti. Tukiangalia katika kurasa za ndani, tutawanyosha mawaziri wa Magufuli, ni maneno ya Zitto Kabwe. Tuangalie habari hii ambayo imeweza kujitokeza katika kurasa za mbele. Siku moja baada ya Rais Dr. John Magufuli kutangaza mawaziri wanne waliokuwa wamebakia, kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe amesema watawanyoosha ili wafanye kazi zao vizuri. Wakati Zitto akisema hivyo, baadhi ya wasomi na wananchi wamegawanyika kuhusu uteuzi aliofanya Rais Magufuli. Rais Magufuli aliotaja mawaziri hao wanne ikiwa ni Profesa Jumanne Magembe ambaye ni waziri wa maliasili na utalii. Awali waziri Magembe ambaye ni mbunge wa jimbo la Mwanga alikuwa waziri wa maji na umwagiliaji katika serikali ya awamu ya 4. Rais Magufuli amemteua pia Dr. Philip Mpango kuwa waziri wa fedha na mipango baada ya kumteua kuwa mbunge. Na ukurasa wa 3 kuna habari inasema tushikamane kulinda amani yetu, ni maneno ya Mufti. Sheikh mkuu Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi amewataka Waislamu na Wakristo kushikamana kwa ajili ya kulinda amani iliyopo nchini. Mufti Zuberi aliyasema hayo wakati akitoa hotuba yake katika siku ya Maulid ya kuzaliwa kiongozi wa Waislamu duniani Mtume Muhammad iliyofanyika viwanja vya Mnazi Mmoja, Dar es Salaam juzi. Mwekezaji wa Asia adaiwa kuiweka serikali mfukoni. Diwani wa kata ya Mwandege Adolfu Kowela ameingilia kati mgogoro wa ardhi unaofukuta kati ya mwekezaji mwenye asili ya Asia ambalo jina linahifadhiwa na wanakijiji wa Lugwadu katika wilaya Mkuranga mkoani Pwani. Akizungumzia katika mkutano wa hadhara na wanakijiji zaidi ya 1000 wilayani humo, amesema ambao wanadai haki yao inapotea baada ya mwekezaji kujitwalia kwa kutumia mabavu ekari 1750 kinyume na taratibu za uwekezaji. Mapya yaibuka tena Ocean Road. Siku moja baada ya serikali kumsimamisha kazi kaimu mkurugenzi wa taasisi ya saratani ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo, taasisi hiyo inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa dawa. Akitangaza juzi kumsimamisha kazi Msemo, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu alisema amefanya hivyo ili kupisha uchunguzi wa kina kwa uwepo mgongano na maslahi katika taasisi hiyo. Katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, tamko zito la familia ya JK yavunja ukimya sakata la utoroshaji makontena, yasisitiza haihusiki, yeyote mwenye ushahidi atoe. Habari hii inapatikana katika kurasa wa 4. Ubomwaji Kilimanjaro nao kuanza Januari. Mwalimu mkuu jela miaka 5 kwa rushwa. Muhongo waanza kutatua changamoto jimboni. Upinzani waonyesha ukomavu kisiasa, ni maneno ya askofu. Ni habari hii tutaiangalia katika kurasa wa 3. Matumizi Instagram, waziri wa Magufuli yaibua majadala. Kumradhi mtazamaji, naomba nirudi tena kusoma habari hii. Matumizi Instagram, waziri wa Magufuli yaibua mjadala. Waliovamia maeneo ya wazi Temeke kubomolewa. Ubomoaji Kilimanjaro nao kuanza Januari, ni habari inapatikana katika kurasa wa 2. Waliovamia maeneo ya wazi manispaa Temeke kubomolewa. Mwenyekiti wa mipango miji katika manispaa ya Temeke Dar es Salaam ambaye pia ni diwani wa kata ya Tandika Dr. Ramadhani Shabani amesema watu wote waliovamia na kujenga katika maeneo ya wazi ndani ya manispaa hiyo lazima majengo yao yabomolewe. Alisema maeneo hayo hata kama yamejengwa nyumba za ghorofa, manispaa itayabomoa ili yatumike kwa shughuli nyingine. Dr. Shabani aliyesema hayo Dar es Salaam katika mkutano wa wananchi uliozuliwa na mbunge wa jimbo hilo Abdalla Mtolea CUF ili kutolea ufafanuzi mvutano wa wananchi waishio pembezoni mwa reli kutakiwa kuondoka na uongozi wa shirika la reli la Tanzania na Zambia. Chadema wapinga kauli ya Majaliwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimepinga kauli iliyodai imetolewa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kupitia baadhi ya vyombo vya habari akisema uchaguzi umekwisha, hivyo wakati uliopo si wa siasa bali wa maendeleo. Taarifa hiyo iliyotolewa na Chadema kwa vyombo vya habari Dar es Salaam jana, alisema kauli hiyo imeonyesha wazi kuwa Chama cha Mapinduzi kinataka kuzuia shughuli za kisiasa, mikutano ya hadhara. Chama hicho kimesema inashangaza kuona kauli hiyo inatolewa na kiongozi anayesimamia utendaji wa shughuli za serikali kila siku.
Katika ukurasa wa 3, upinzani umeonyesha ukomavu kisiasa, ni maneno ya askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God mkoani Kilimanjaro, Glorious Shaw, amesema vyama vya siasa upinzani nchini vimeonyesha ukomavu wa kisiasa kwa kuhubiri kuilinda amani iliyopo kabla baada ya uchaguzi mkuu, licha ya changamoto iliyopo juu ya sintofahamu kuhusu hali ya kisiasa Zanzibar. Mwalimu mkuu jela miaka 5 kwa rushwa. Muhongo aanza kutatua changamoto jimboni. Katika gazeti la Uhuru, gazeti la Ukweli Daima, utata wa gubika mauaji ya Kachero wa Tanapa. Aliuawa sebuleni kwake akinywa uji kisha mwili wake kufungiwa garini. Polisi ya mnasa kinara wa mauaji ni mfanyakazi wa ndani wa marehemu. Chanzo ni shilingi milioni 5. Mkewe dereva waendelea kuhojiwa na polisi. Maofisa wa TRA wavamia kiwanda. Watumishi UDA wagoma watoa madai mazito. Majipu ya vigogo Kinondoni ya Iva, ni habari inapatikana ukurasa wa 4. Tuangalie ndani katika gazeti hili ambapo ukurasa wa 2, katiba mpya hakuna wa kubatilisha mchakato ulikwisha anza. Kura ya maoni ya kupitisha katiba inayopendekezwa ilipangwa kufanyika Aprili 30 mwaka huu, lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikitangaza kuahirisha hadi itakapotangazwa tena, ikisema inataka kukamilisha kwanza uandikishaji wa wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25. Hoja hii ni ya msingi kabisa inayokubalika pasipo mashaka na kuwa kigezo cha kuahirisha zoezi lile. Kikatiba na kwa kisheria za NEC 2 ndio yenye mamlaka kusimamia, kuendesha na hata kuahirisha upigaji wa kura ya maoni ya katiba inayopendekezwa. Hii ni makala ambayo imeandikwa na mwandishi wa gazeti hili. Wastaafu wa Afrika Mashariki wampongeza Dr. Magufuli kumng'oa bosi Rahiko. Baadhi ya wastaafu wa iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamempongeza Rais John Magufuli kwa hatua yake kumsimamisha kazi mkurugenzi mkuu wa kampuni hodhi ya rasilimali za reli Tanzania Rahco, mhandisi Bernard Tito. Wafanyabiashara soko la Feri watishie kugoma. Mtafaruku mkubwa baina ya wafanyabiashara katika soko la kuu la samaki Feri Dar es Salaam na halmashauri ya manispaa ya Ilala baada ya wafanyabiashara hao kutishia kugoma ikiwa halmashauri hiyo haitachukua hatua madhubuti za kumaliza kero zao. TRA yasisitiza ulipaji kodi. Utata wagubika mauaji ya Kachero wa Tanapa. Majipu ya vigogo Kinondoni ya Iva. Wasomi wapongeza uteuzi wa Dr. Ndalichako na Mpango. Habari za kitaifa kwa gazeti la Uhuru ndilo tunakamilisha kwa upande wa habari za kitaifa kwa gazeti hiyo. Tuangalia katika kurasa za nyuma ambazo zinaandika habari za michezo, na nikianza na gazeti la Jambo Leo. Yanga hesabu kwa Mbeya City, milioni 300 kuharamia Mapinduzi Cup. Kerry kama Van Gaal Man United. Simba isipoishinda Mwadui yuko hatarini. Ronaldinho aliambia nichukue jezi yake namba 10. Ni maneno ya Messi. Rafinha ampa Messi tuzo Ballon d'Or. Rooney tunampigania Van Gaal. Mshambuliaji Wayne Rooney amesisitiza kuwa wachezaji wa Man United wanapambana ili kumnusuru Luis Van Gaal aliye katika pressure ili asitimuliwe. Cannavaro aitabiria Juventus Scudetto. Tegete sare dhidi ya Simba imetupa hasira. Ruvu Shooting yajipanga kuweka historia. Na katika habari za burudani, Afande Sele hawashangaa wanaorekodi video nje. Alikiba kufanya onyesho la kufunga mwaka Dar es Salaam. Uzinduzi achia bodi wa Mkuna wamedimpozi, lakini kuna habari nasema Barnaba aomba support katika Nikutunze. Mbilinyi ya tamba kumchapa Njiku leo. Shimbata ya wapongeza na uye muongo mwa Kiembe. Tamasha la Christmas leo da Nape akishuhudia. Katika gazeti la Majira lenyewe limeandika Toto African yeyota top 5 ligi kuu. Yanga sasa yaiwazia klabu bingwa Afrika. Katika kurasa za ndani, Mbilinyi Njiku kuoneshana kazi leo. Wa Kenya wainogesha tamthilia ya mama kubwa. Msajili wanogewa na viwango Yanga B. Wachezaji Stand United wamsifia kocha Leoji. Lakini kuna habari ya filamu hapa ambayo inasema sijaamua kuachana na filamu.
ambapo inamhusu msanii mkongwe kwenye tasnia ya filamu nchini Tumaini Biligimana. Amesema hajaamua kuachana na filamu hata kama yuko kwenye siasa, badala yake atabaki kuwa mtunzi ili vijana waweze kuonesha vipaji vyao. Katika gazeti la Uhuru lenyewe limeandika TFF yamwangukia Dr. Magufuli, Wenga ajilipua, Matola bado nina kazi kubwa. Gus Hiddink nitaifumua Chelsea, makocha Stars chini ya serikali. Katibu mkuu shirikisho la soka Tanzania Celestine Mwesigwa amemuomba Rais Dr. John Pombe Magufuli kuwapa msamaha wa nyasi bandia ambazo zimekwama kutolewa katika bandari ya Dar es Salaam. Makocha Stars chini ya serikali, maskini Cannavaro. Nahodha wa Yanga Nadir Harubu Cannavaro ameumia mguu na kufungwa plasta ngumu ambapo atakuwa nje ya dimba kwa wiki 3. JKT Oljoro yasajili 7 kwa mpigo. Bado na kazi kubwa, ni maneno ya Selemani Matola. Baba mkewe watoa tuzo. TFF yamwangukia Dr. Magufuli. Nitaifumua Chelsea, ni maneno ya Gus Hiddink ambaye ndiye kocha mpya wa muda katika klabu ya Chelsea ambayo amekuja baada ya Jose Mourinho kutimuliwa katika klabu hiyo kwa matokeo mabaya ambayo alikuwa akiendelea kuyapata katika timu hiyo. JKT Oljoro sajili 7 kwa mpigo, tushaangalia. Alliance kuuza vipaji. Meneja timu ya Alliance ya mkoa ni Mwanza James Bwile ametamba kuwa kikosi chake kina vipaji vingi ambavyo siku chache zijazo vitaweza kupata ulaji katika timu mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Drogba hapagawa. Didier Drogba ameonekana kupagawa baada ya kocha Gus Hiddink kuonesha nia ya kutaka awe msaidizi wake. Imeeleza kwamba Drogba ameanza mazungumzo na viongozi wa timu yake ya Montreal inayoshiriki ligi kuu nchini Marekani kuvunja mkataba. Nyota huyo kutoka Ivory Coast ameanza kufanya mipango ya kutaka kuvunja mkataba ambao alisaini kwa mwaka mmoja tu na timu hiyo ili aweze kutoa Chelsea kushika nafasi ya kocha msaidizi.